Biria pamoja na viti vitatu kwa ajili ya madhabahu vilivyoko hapa mbele. Kimoja tukisogezwe hapo mbele ili watu waweze kukiona. Kimoja tu kisogezwe tu hapo mbele watu waweze kukiona. Sadaka ambayo Kristo wetu ameelezwa kutolea. Ukiwa mfupi kama mimi unaweza kusimama tu. Kiweka katikati kabisa peni na wao. Namna hiyo. Wao wameshukuru Mungu kwa viti hivyo vitatu na hivi karibuni vitakuwepo huko mbele pamoja na nyumbani hii ambayo tunaiona mahali hapa. Na kwa sababu sijaviweka wakfu, basi sasa nitaviweka wakfu ili hata mtumishi atakayesimama ataenda kutumia naye kwa mara ya kwanza, mara kwanza kufika bwana, mara ya kwanza kutumia nyumbani na bahati kwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tumshukuru. Takatifu Baba, katika jina la Yesu, wewe unayesema katika neno lako kwamba kila kinachotakaswa kwa neno na kwa sala kinafanyika kuwa wakfu. Basi na kwa neno lako Bwana na kwa njia ya maombi haya Bwana, nakisogeza vitu hivi vya madhabahuni, nyumbani hii ikiwa ni pamoja na vile viti vilivyoandaliwa katika madhabahu, naviweka Bwana mikononi mwako, kapata kutumika kwa ajili ya utukufu wa jina lako, nami ninalitakasa kwa damu yako. Yeyote atakayeenda kuvitumia Bwana, kapata kukutana na nguvu yako sawasawa na neema yako. Atakayesimama katika eneo hili kwa ajili ya maulidi na mafundisho, basi neno lako Bwana likapata kupenya kwa watoto wako kwa nguvu ya nyumbani hii. Lakini pia wale ambao wametumia na kukalia viti vile ambavyo vimetengenezwa wakapata kukutana na nguvu yako na rehema zako zikiendelea kwa juu yao. Nakutakasa na kuviweka wakfu sasa kwa ajili ya matumizi ya madhabahu yako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Na wametamani sasa pamoja na familia nyingine ambayo sijaweza kuitaja na wao wana sadaka yao. Wao kwa pamoja nitasoma Zaburi ya 23, naomba iwe kwa wote tuliopo mahali. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika